Bwana, kama nilivyokuambia kwamba bado tupo kwenye media day ya Simba hapa, nipo na Anthony Mligo. Mligo vipi? Safi safi. Uko vizuri? Namshukuru Mungu. La mnyama? Alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Sasa naona kuna baadhi ya vitu ambavyo vimebadilika. Kabla tujazungumza hilo ambalo nataka nikazungumza. Pressure ilikuwaje unavyoenda kwenye klabu kubwa kama Simba? Unajua kulikuwepo pale na legend kama Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Ilikuwa na ugumu kiasi gani kwa kweli? Kwanza ilikuwa na ugumu kwa sababu ambaye ametoka ni mchezaji mkubwa sana Tanzania na hata nje ya Tanzania anafahamika, na amefanya makubwa kwa miaka mingi hapa Simba kama captain, kama kiongozi, na ameshajenga historia yake hapa Simba, na mimi mwenyewe na yeye ndo ametoka na mimi ndo nilikuwa naingia na nacheza position yake moja. Kiukweli ilikuwa ni pressure kwa, naweza kusema kwa watu wa nje, lakini hata kwangu ilikuwa so pressure sana, kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji kutengeneza jina langu kama mimi, na nilikuwa nahitaji kujishindanisha mimi mwenyewe na kupambana mimi kama mimi. Lakini namshukuru Mungu niliingia na support ilikuwa ni kubwa sana. Tukaanza vizuri na tukaendelea kupambana, nilipokelewa vizuri mashabiki na viongozi na wachezaji wenzangu mpaka sasa hivi, namshukuru Mungu alhamdulillah. Baada ya kusajiliwa sana Simba, hakuna siku ambaye Shabalala hajawahi kupigia simu? Hakuwahi kunipigia kwa sababu hatuna mawasiliano ya karibu sana, lakini alishawahi kunitafuta kwenye mitandao ya kijamii na kunitakia heri, kuniambia kwamba unaenda kwenye timu kubwa, na wewe una uwezo, mpaka kufika hapo una uwezo, nenda kafanye vile ambavyo unahitajika kufanya, kapambane, katangulize nidhamu na malengo ambayo umejiwekea, basi naamini utafanya vizuri. Hiyo ilikuwa kwenye alikutafuta kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mchezo wa kwanza wa dabi, ukiachana mambo umecheza Zanzibar, mlizungumza pale kitu gani kikubwa ambacho mlikuwa mnakizungumza? Ile ya ngao jamii ilikuwa nakumbuka yalikuwa ni maneno machache, aliniambia tu unafanya vizuri, afa akaniambia umeanza vizuri na unafanya vizuri, endelea kupambana zaidi ya hapa. Nafikiri nakumbuka maneno hayo ndio aliniambia pale, na mimi nikamwambia shukrani sana, nashukuru. Ilikuwa hivyo. Siri kubwa ni nini? Ulivyokuja tu ndani ya mnyama pale umekiwasha, watu wanaanza kuzungumza, viatu vya Shabalala vimeanza kuzibwa. Ulikuwa unasikia hayo maneno? Unajua sisi kama sisi wachezaji, comment nzuri, comment mbaya, tunakuwa tunazisikia kwa sababu maisha sasa hivi yana utandawazi, yamekuwa naweza kusema kiasi fulani mitandao ya kijamii, social media hizi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinaweza vikaongelewa, aidha vikakujenga au vikakutoa nje ya mchezo, sisi tunakuwa tunavisikia, lakini muhimu ni akili na kuconcentrate na kile unachokifanya. Kwa hiyo vitu kama hivyo nafikiri nilikuwa naviona, lakini kwangu mimi sikuweka sana akilini, kwa sababu niliamini tu kwamba aliondoka amefanya kazi kubwa sana na bado anafanya kazi kubwa, na mimi namwangalia pia kwenye position yangu mpaka sasa hivi na bado anafanya vizuri. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba mimi nahitajika kupambana kwa nafasi yangu na kwa uwezo wangu ambao mimi nao, basi kuhakikisha nafanya vizuri. Unaweza kuambia nini wale watu ambao walikuwa wanakufananisha wewe pamoja na kapteni Zimbwe Junior ambaye amefanya mambo makubwa sana kwenye soka la Tanzania? Kunifananisha sio dhambi. Kuna tofauti kati ya kumfananisha mtu na kumshindanisha. Kumshindanisha ndio ingekuwa vibaya, ni disrespectful. Kunishindanisha naweza ngasema na yeye uweza kawa ni disrespectful kutokana na yeye ameshafanya makubwa sana, na mimi nilikuwa namwangalia kabla hata sianza kucheza ligi. Nilikuwa namwangalia, nilikuwa napenda anachokifanya. Lakini kumfananisha mtu ni ile namna kwamba fulani mbona anafanya kama fulani, au hajafikia lakini anaendea kama fulani. Ile inatia moyo, kwa sababu kufananishwa na mtu ambaye anafanya vizuri inatia moyo, lakini sio kumshindanisha mtu. Leo unanipa somo leo. Kuna vitu viwili kati ya kumfananisha mtu na kumshindanisha. Kumshindanisha inaweza kuwa ni disrespectful, lakini kumfananisha inamtia moyo kwamba kumbe naweza nikafanya kama mtu fulani. Sasa alipokuja kwenye dirisha dogo pale, unakuta mtu kama Kibabage akaongezwa. Ile kitu kwako wewe haijakuvunja moyo kuona kwamba mbona nimeonyesha kitu kikubwa sana, lakini mtu kama wewe anaongezwa? Haijakuvunja moyo kiasi fulani? Kiukweli mimi imenipa moyo, kwa sababu ukiangalia kwenye position yangu mimi ambayo nilikuwa nacheza, mimi nilikuwa niko mwenyewe, unajua, kwa sababu Nabi alikuwa anatumika kama midfielder. Kwa hiyo kiuhalisia kama mtu yupo mwenyewe inaweza katokea kadi za njano au mtu injury ikashindwa kukava vizuri, lakini kuongezeka kwake kiukweli mimi kumenitia moyo, kwa sababu ili mimi niwe bora lazima nipate changamoto nzuri. Uwezo ukawa bora afu ukapata changamoto ambayo sio nzuri, utakuwa unabweteka, mimi sinacheza, mimi nafanya hivi. Lakini unapopata mtu ambaye ni bora, una uwezo wa kujifunza, una uwezo wa kupambana ili na wewe upate nafasi. Na alhamdulillah tunapambana kwa pamoja, tunasapotiana. Yeye akipata nafasi mimi namsupport kwa 100%, na yeye mwenyewe pia mimi nikipata nafasi kama kwenye mechi ya FA au kwenye mechi ile ya klabu bingwa, na kwenye mechi pia dabi niliingia dakika kadhaa, ananipa
ananipa support 100%. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kwenye mechi ya dabi pale kuna maneno ambayo alikuambia. Kitu gani kikubwa ambacho alikuambia kibabage kwamba Mwamba sasa hivi tupo hivi hivi? Kitu gani kikubwa ambacho alikuambia? Hilo swali naweza kusema, hilo swali nimetumiwa sana, yani watu wameniuliza sana, nikashindwa hata kujibu. Naweza kusema, lakini exclusive ni kwamba wakati anatoka aliniambia tu, mwanangu unaingia kwa dakika hizi na hatujaruhusu goli, unaingia na nenda kaendeleze pale ambapo nimeishia, nenda kapambane kamalizie hizo dakika na kuamini. Ndio maneno ambayo aliniambia pale. Ndio ukaenda kushikilia pale pale. Nikaenda kushikilia pale alipoishia kwa dakika zile. Hivi ili swali lingine ambalo nataka nifahamu kiundani na uambie ukweli, kwa sababu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nimefunga. Yule umefunga? Migogoro ya viongozi kuna kipindi fulani huwa inawachanganya nyewe kama wachezaji? Hapana. Niwe tu mkweli, hapana, kwa sababu viongozi ni wako kwenye pati yao. Si wachezaji tuko kwenye pati yetu. Sisi tuna train, tunafanya mazoezi. Kwa nini tuchanganye? Labda ikitokea labda hivyo inakuwa imetokea, labda kwa mfano ikiwa imetokea, haiwezi kutuchanganya kwa sababu sisi tuna concentrate na kazi yetu. Sisi tuna concentrate na kitu kilichotukutanisha. Tunapambana kuhakikisha tunapambania malengo ya timu. Sio malengo ya mtu mmoja mmoja, malengo ya timu. Tupo kwa ajili ya timu. Nani mwanao sana kwenye timu? Semfuko. Semfuko ndo mjinga ndo mwanangu. Semfuko mjinga ndo mwanangu sana. Tarehe 8 ni siku ya wanawake duniani. Nataka nizungumze, mwanamke gani ana mchango mkubwa sana kwenye maisha yako ya soka? Mama. Kwa nini mama? Nataka utoe vielelezo vilivyokuwa ndani zaidi. Kwa sababu mama ndo mtu pekee ambaye hakuwahi kunikatisha tamaa, hata kama wengine walivyokuwa hawaniamini kipindi ambacho bado sijaanza kucheza mpira wa ushindani. Wakaamini kwamba anapoteza muda. Si unajua kuna ile mtoto wa fulani ameenda kusomea kitu fulani, mtoto wa fulani anapambania sijui kaenda vet au anafanya kitu hiki. Mwanao mbona kama anapoteza muda, lakini mama hakuwahi kunikatisha tamaa. Alikuwa anaamini tu kwamba kama unaamini kwenye kipaji chako, basi ipo siku utafanikiwa. Yeye alichokuwa akitaki ni kucheza tu ile mpira mtaani ndondo, lakini alikuwa anaamini kwamba naweza nikafanikiwa na akanipa ushirikiano mkubwa. Bwana, mimi nikushukuru sana, lakini nizungumza na mashabiki zako sasa, unaweza kuambia kitu gani? Nawapenda sana na waendelee kunisupport mimi kama mimi, lakini pia waisupport timu ya Simba. Na hapa naongea in general kwa mashabiki wa Simba, wanatusupport sana na tunawashukuru sana kwa kweli. Bwana, asante sana. Asante sana.